Africans. Nataka niwaambie jinsi ambavyo ilitumika mpaka Suleiman Mwalimu akajiunga moja kwa moja na Young Africans na sio Simba, licha ya kwamba pale uwanjani kwenye tamasha la Simba Day alitangaza kwamba atajiunga na Simba Sports Club. Ni kweli kabisa, ni kwamba michakato ya uongozi wa Simba ulikuwa umeongea na Wydad Casablanca kwamba bwana, tumalizane bwana, kuhusiana na mchezaji tunamhitaji hivi na hivi na hivi na hivi. Wakakubaliana kiasi ambacho kilitoka kwenye kiasi cha mara kwanza kikaongezeka zaidi, ambapo sasa kikawa zaidi ya nusu ya ile ambayo walikuwa wametoa mara ya kwanza, ambao walikubaliana mara kwanza watoe. Kwa hiyo Simba wakajicommit kabisa kwa bwana, sisi tuko tayari hata kuongeza kiasi fulani, wakaongeza. Mwisho wa siku ikafika sehemu wakakubaliana. Sasa ndio kipindi ambacho Suleiman Mwalimu akawa mnasafiri kuja Tanzania. Kitu Simba ambacho walijichomea kwa Suleiman Mwalimu ni kupiga ile video ambayo ilionekana pale uwanjani ikisema ninarudi kwenye klabu ya Simba. Pale ndipo alipojichongea. Nadhani mlishawahi kusikia, kuna interview nishawahi kufanya kupitia TV3. Nikasema kwamba Yanga wanamtaka Suleiman Mwalimu ni kwa sababu ya kuwa mchezaji wa ndani, ana gharama nyingi, lakini pia katika ubora ambao umeonyesha ndani ya Simba wanautaka Yanga wauchukue kwa sababu pia ni athlete kwao. Sasa kilichotokea ni kwamba Yanga walikuwa wameshazungumza na uongozi wa Wydad Casablanca ambao upo sasa hivi madarakani. Mara baada ya ule kuondoka ambao ulizungumza na Simba, huu unaofuata walizungumza nao, na hiyo ilitokana na mwenyekiti wa vilabu barani Afrika kumpongeza kiongozi wa Wydad Casablanca. Ndipo ambapo mazungumzo ilianza kuanzia engo zikaanzia pale. Mwisho wa siku angalau wakaanza kukubaliana na kujua itakuwaje. Na ndio maana mgomo ukatokea wa kurudisha kwamba huyu mchezaji sio mali ya Simba. Ni kwa sababu tayari mwenyekiti wa vilabu barani Afrika alikuwa tayari ameshamtaka ule mchezaji. Na dhamaanisha Engineer Hersi Said. Yaani akapenyeza kwenye engo hiyo kwamba bwana, namtaka huyo mchezaji bwana, mimi nitakuongezea kiasi fulani, na kwa sababu alikuwa anajua mikataba na mazingira yote ambayo yanamhusu mchezaji Suleiman Mwalimu Wydad Casablanca. Sasa nini ambacho kilitokea? Baada ya Suleiman Mwalimu kurudi kule, mazungumzo kawa yanaendelea, lakini Simba wakaonekana kama wanapushi sana mpaka wakamcommit kiongozi ambaye yupo madarakani sasa hivi kwenye Wydad Casablanca akubaliane nao, na wakakubaliana kwamba Suleiman Mwalimu atarudi Tanzania kuchezea Simba Sports Club. Wakakubaliana, lakini bado pesa ilikuwa haijatoka, kwa sababu hela mkopo, kuna mikopo ya wewe kuomba mwenyewe mchezaji wangu waje, na wale kuomba wao mchezaji aje kuchezea kwao. Kwa hiyo gharama ya Simba ilikuwa kama pesa itakiwa watoe, kama ambavyo unamsajili mchezaji unamnunua kwenye timu fulani. Sasa Simba bado pesa yao ilikuwa iko benki, na ndio maana Engineer Said kawapiku. Sasa kwa sababu mazungumzo na Engineer Hersi na uongozi wa Wydad ulikuwa wamezungumza, ilikuwa ni kuendeleza pale walipoishia. Sasa wakati wametangaza Simba kwamba Suleiman Mwalimu anakuja sasa, ni mali ya Simba, kuna simu ikapigwa tena kule kutoka kwa kiongozi ndani ya klabu ya Yanga. Bwana, vipi, tulifikia wapi ule mchakato? Mbona kama watu wanamtangaza na mlinikataa? Kumbuka ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, mwenye wadhifa wake. Sasa wao wakasema ndio bwana, tumekubaliana na mtu fulani na hivi na hivi na hivi. Akauliza mazingira ya kukubaliana kwao yakoje, kwani mmekubaliana vipi, itakuwaje kwaje? Katika makubaliano kukastukiwa kwamba kumbe Simba walikuwa hawajatoa pesa ambayo ilikuwa inahitajika ya kwanza chanzio na kumalizia kabisa ingewezekana, lakini walikuwa hawajatoa hata shilingi 100. Kwa hiyo ilikuwa mali kauli. Sasa yuko kwenye ndege hapo Suleiman Mwalimu, kwenye akili zake Suleiman Mwalimu kwa manenda kwenye klabu ya Simba, mimi ni mchezaji wa Simba, na ndio maana akatoa ile kauli. Wakati yuko safarini kule, mazungumzo yamekolea kweli kweli. Umeelewa? Mazungumzo yalikolea kweli kweli. Akasema bwana, sikia, baada ya kugundua kwamba hawajatoa hela, yeye akasema bwana, sikia, mimi namtaka huyo mchezaji, mimi niko tayari kuwaingizia hela sasa hivi. Yaani pesa iko kwenye mfuko wa shati. Kaambia bwana, hela iko hapa, mimi kiasi hicho mimi nakitoa sasa hivi, kama wao hawajalipa mimi nalipa kabisa sasa hivi. Pale ndipo ambapo biashara ikawa imeisha. Pesa kuwa kwenye mfuko wa shati wa Young Africans ndio ukamaliza dili la Suleiman Mwalimu. Pale mzigo ukatumwa. Boom.
Maelekezo yakaanza kwa Sulemani Mwalimu kutoka kwa viongozi wake. Kaambia bwana, sasa wewe unaenda Tanzania ila uendi kujiunga na Simba Sports Club. Sulemani Mwalimu akaanza kushangaa kwamba imekwaje tena? Wakamwelekeza bwana, itabidi ukajiunga na Young Africans na usiende Simba. Ndivyo ambavyo mkopo wako sasa hivi unatakiwa usomeke na wewe ndio unatakiwa ukatumike kwenye klabu ile. Kumbuka mchezaji wa mkopo, yani mchezaji ambaye upo unamilikiwa na timu, wewe uwezi kusema mimi sitaki kwenda huko, sitaki kwenda huko, kwa sababu umeajiriwa kwa sababu ya kucheza, itabidi uende. Kwa Sulemani Mwalimu akaona nitafanyaje sasa kwenye mazingira haya? Akaenda kujiunga na Young Africans kwa maelekezo ya viongozi maelekezo ya viongozi wa Wydad Casablanca. Kwa hiyo mashabiki wa Simba, msije mkamchukia Sulemani Mwalimu hata kidogo. Yeye Sulemani Mwalimu haitaka kwenda kuchezea Simba Sports Club. Toka anatoka Morocco, anajua anaenda kujiunga na Simba Sports Club, timu ambayo nilikuwa naichezea kutoka kipindi cha nyuma, na anaenda kujiunga tena. Kwa hiyo msije mkasema Sulemani Mwalimu amewakataa. Viongozi wa klabu ya Simba walifanya kila kitu, ila Young Africans waliona kuna upenyo wa kuto kulipwa pesa ambayo ilikuwa iko benki. Si unanielewa nikisema ilikuwa iko benki? Ela ilikuwa bado hajafikia uongozi wa Wydad Casablanca. Sawa? Sasa Yanga pale pale wakatuma mzigo, chukua mzigo, mambo yameenda. Pale pale kabadilika, email ikatumwa ndani ya Simba kwamba bwana, ninavyosikia kuna taarifa ikaenda sasa kwenye uongozi wa Simba kwa bwana, tumebadilisha uamuzi juu ya matumizi ya mchezaji. Kauli ndio haijana na maandishi mengi. Yaani Wydad hawajajieleza sana. Wamesema wamebadilisha matumizi ya mchezaji, wamebadilisha maamuzi juu ya matumizi ya huyo mchezaji. Usimeelewa? Pale pale ikaisha, Yanga ameingiza pesa, kila kitu kimeisha. Mara baada ya kusema Yanga kuingiza pesa, Wydad wakatuma email kwamba tumebadilisha matumizi ya mchezaji juu ya huyu mchezaji. Tumebadilisha maamuzi ya matumizi juu ya huyu mchezaji. Kila kitu kikaa kimeisha pale. Sasa sijui kinachoendelea, lakini watu msije mkaibuka na kuanza kumlaumu Sulemani Mwalimu. Sulemani Mwalimu ametusaliti, sio nini? Unajua chuki za dabi inawezekana ikamchukia Sulemani Mwalimu. Sulemani Mwalimu hana kosa. Kosa ni pesa iliyopo mfukoni mwa Yanga. Hilo ndo kosa lililotumika mpaka Sulemani Mwalimu kutangazwa ndani ya klabu ya Yanga. Mimi nilizungumza toka mapema kabisa kwamba Yanga walikuwa wanamtaka Sulemani Mwalimu. Kuna watu waliibuka mpaka kunitukana, si vitu kama hivyo. Vyote hivyo mimi sijali. Madamu taarifa mnazo kwamba Yanga alikuwa anamhitaji na kweli kila kitu kimekuwa sawa sawa. Bwana, mimi niwashukuru sana ambao mlifuatilia interview ambayo nimzungumzia Sulemani Mwalimu na mazingira ambayo Yanga walianza kuzungumza na Wydad Casablanca kumpata Sulemani Mwalimu, lakini pia mpaka leo limekamilika. Kama ulinitukana, kama uliona kama mimi huwa nalopokaga tu, yachukue yale matusi yako afu yarudishe kwako mwenyewe, ili moja ni tusi ambalo linakurudia mwenyewe. Lakini yote katika yote, mimi nadhani kwa mashabiki wa Simba kumchukia Sulemani Mwalimu ni kukosea karia mpira miguu. Yeye ni mchezaji wa mpira miguu ambaye huwa anamilikiwa na timu kimtoa kwa mkopo, maana yake wao ndo wana maamuzi unaenda sehemu gani. Mnataka Sulemani Mwalimu angekataa akiwa kwenye ndege? Hiyo haiwezekani. Hii ni kazi yake. Kwa hiyo mwache Sulemani Mwalimu akakipiga kwa wananchi na maisha yaendelee. Na pesa ya mfukoni mwa Engineer Said, pesa ya mfukoni iliyopo karibu na GSM, bwana, iheshimiwe. Imefanya maamuzi. Hii tunaita kama ni nyundo ya utosini ambayo imewafikia Young Africans, ambayo imewafikia Simba Sports Club kutoka Young Africans. Hii ni nyundo iliyotua utosini. Uponi. Sijui mashabiki watasemaje wa Young Africans, lakini yote katika yote ni yote ambayo Yanga walimhitaji mchezaji Sulemani Mwalimu, kwa sababu walikuwa najua katika wachezaji loko hawana mchezaji bora kuliko Sulemani Mwalimu, walikuwa na mhitaji. Lakini pia ni kuipunguzia Simba madhara, kwa sababu magoli 9 ambayo alifunga Sulemani Mwalimu kwa muda mchache ambao alipata, bado alikuwa ni athlete kwa pande wa Young Africans. Na goli ambalo alifunga pale Zanzibar lilikuwa ni madhara makubwa kwa Young Africans. Pengine mpaka sasa hivi angekuwa ameshakosa ubingwa. Kwa Yanga amesema tunataka tumchukue yule mtu mbadi wao. Na kumbuka hata sera za kijeshi wanasema kuna wakati mwingine itabidi uvunje ile ngome ngumu ili upate urahisi wa kupita.
Yes, mimi naitwa Lugano Israel na nilikuwa nakupa story kuhusiana na Suleiman Mwalimu. Nitakuja kukupa vitu vingine vingi hapa na kimbia haraka sana, lakini mwisho wa siku nikitulia, nikikaa vizuri, nitakupa story by story, hatua kwa hatua kilichofanyika mpaka Suleiman Mwalimu anatua ndani ya wananchi Yanga na sio wekundu wa Msimbazi Simba. Chao.